السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقال وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na maswahaba wake wote kwa ujumla. Leo ni siku ya Ijumaa. Kama inavyofahamika, ni ada yetu kufanya dua, kwani dua katika kituo hiki kwa wiki huwa zinafanyika mara 3. Ni siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Hizi siku mbili za mwanzo, Ijumaa na Jumamosi, dua zinafanyika baada salati al-asri. Lakini siku ya Jumamosi ya Jumapili dua hufanyika asubuhi. Hizi ni dua za majmuu, dua za pamoja ambazo zinafanyika kwa wiki mara 3. Lakini pia kila mwezi tunazo dua kubwa. Kila mwezi tunazo dua kubwa ambazo huwa zinasomwa katika kituo hiki. Mathalan, mwezi huu wa pili, Allah Subhanahu wa Ta'ala akitujalia tarehe 22 tutakuwa na dua kubwa. Na dua hii imepewa laqab, na laqabu ni nickname. Ni dua kwa ajili ya welcome Ramadhan, kwa ajili ya kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Japokuwa itafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani, tutakuwa tuna Ramadhani 2, 3 au 4 hivi. Ni tarehe 22 ya mwezi huu wa Februari mwaka huu wa 2026. Tutakuwa na dua ya welcome Ramadhani, kuikaribisha Ramadhani. Na dua yenyewe itakuwa ni dua Jibril. Ni dua ya Jibril, ambapo katika dua hii ndani yake kuna aya za Qur'ani, kuna adhkari zilizofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kuna adiyatul ma'thura, dua alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam.
Kwa tarehe 22 ya mwezi huu wa Februari tutakuwa tuna dua ya welcome Ramadhani, na dua yenyewe itakuwa ni dua Jibril. Lakini kwa nini dua hii imeitwa dua Jibril? Na leo ndo tutaanzia hapa, tupeane faida. Hata ukihudhuria hiyo tarehe 22 hiyo, ujue kwamba naenda kuhudhuria kitu chenye faida gani. Ndio uzuri wa kituo chetu hiki. Kabla ya kuingia katika jambo, tunapeana semina kwanza, ili kila mmoja atakapoliingia jambo hilo analiingia hali ya kuwa anayo maarifa, anajua ukubwa wa jambo lenyewe na faida ya jambo lenyewe. Kwa nini dua hii imeitwa dua Jibril? Imeitwa dua Jibril kwa sababu ni dua ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundishwa na Jibril alayhi salam. Kwa hiyo hata huko mtaani huko ukiulizwa, nyinyi shekhe wenu anatangaza tarehe 22 kutakuwa kuna dua ya Jibril, kwa nini imeitwa dua ya Jibril? Ukiulizwa hivyo, jawabu lako wewe unatakiwa useme, kwa kuwa dua hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundishwa na Jibril, na ndio maana imeitwa dua Jibril. Ndio jawabu lake. Ilikuwa vipi? Imepokelewa kutoka kwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu. Anahadithia Sayyidina Ali, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yani Sayyidina Ali anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kuntu usalli khalfa almaqam, siku moja nilikuwa nikiswali nyuma ya makamu Ibrahim. Mtume anahadithia, sema siku moja nilikuwa nikiswali nyuma ya makamu Ibrahim. Falamma faraghtu, pindi nilipomaliza kuswali, istaghfartu Allah azza wa jalla li ummati, nikawa ninamuomba msamaha Mwenyezi Mungu kuwaombea umati wangu. Pale pale wakati naleta istighfari ya kuwaombea msamaha umati wangu, fanazala Jibril alayhi salam, akashuka Jibril. Faqala li, akaniambia, ya Muhammadun, ewe Muhammad, araka harisan ala ummatika, na kuona wewe unapupa juu ya kuwahurumia umati wako. Wallahu ta'ala rahimun biibadihi, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwingi wa huruma kwa waja wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa maneno haya na Jibril, akaona kuwa ni opportunity, ndiyo fursa hiyo, ni chance, na chance haiwezi kujirudia mara ya pili. Jibril alipomwambia tu Mtume, ya Muhammadun araka harisan ala ummatika, ewe Muhammad, nakuona wewe unapupa ya kuwaonea huruma umati wako. Wallahu ta'ala rahimun biibadihi, na Mwenyezi Mungu mtukufu ni mwingi wa huruma kwa waja wake. Aliposema hivyo Jibril, Mtume akamwambia pale pale kumwambia Jibril, ya akhi anta habibi wa habiba ummati, ewe ndugu yangu Jibril, wewe ni kipenzi changu na ni kipenzi cha umati wangu. Na kweli Jibril ni kipenzi cha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia Jibril ni kipenzi cha umma huu. Sasa Mtume anamwambia Jibrilu,
ya akhi anta habibi wa habiba ummati, ewe Jibril, wewe ni kipenzi changu na ni kipenzi cha umati wangu. Allimni duaa, na kuomba unifundishe dua. Takunu ummati yadhkuruni min ba'di, dua ambayo mimi nikifa huku nyuma huku umati wangu watanikumbuka kupitia dua hiyo. Kwa mfano mtume hivi sasa hayupo, kishaondoka. Sasa sisi tulobakia nyuma tunatakiwa tumkumbuke mtume kupitia dua hii, jambo ambalo limefanywa ya kuwa ni kumbukumbu ya kumkumbuka mtume. Jambo hilo si dogo, jambo hilo ni zito, jambo hilo lina faida kubwa, jambo hilo lina manufaa kwetu sisi, jambo ambalo sisi tukilifanya inakuwa ni sababu ya kumkumbuka mtume, si jambo dogo eti. Mtume anamwambia Jibril, wewe ni ndugu yangu, wewe ni kipenzi changu na ni kipenzi cha umati wangu. Alimni duaa, na kuomba unifundishe dua. Takunu ummati yadhkuruni min ba'di, dua ambayo mimi nikifa umati wangu watakuwa wananikumbuka kupitia dua hiyo. Pale pale Jibril alayhi salatu wasalam akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammadun usika an ta'mura ummataka, ewe Muhammad, ninakuhusia uamrishe umati wako ayasumu 3 ayyamil bidh, wafunge masiku 3 meupe, min kulli shahrin, ya kila mwezi. Kila mwezi una masiku 3 meupe, ni pale unapofikia mwezi 12, 13, 14 au mwezi 13, 14, 15. Hayo ni masiku meupe. Sasa Jibril anamwambia mtume, usika anta amura ummataka, ninakuhusia uamrishe umati wako ayasumu 3 ayyamil bidh min kulli shahr, wafunge yale masiku 3 meupe katika kila mwezi. Akayafafanua akasema, athalitha ashara ni mwezi 13, warabia ashara na mwezi 14, walkhamisa ashara na mwezi 15. Wa usika ya Muhammadun, na ninakuhusia ewe Muhammad, anta amura ummataka, kuamrisha umati wako, antad'ua bihadha duai sharif, wawe wanafanya wingi wa kuomba dua hii tukufu. Kisha Jibril sasa akamfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam dua yenyewe. Kuanzia siku hiyo dua ikaitwa ni dua ya Jibril. Kwa nini? Kwa sababu ni dua ambayo Jibril alimfundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahalu shahidi ninapopakusudia mimi katika hadithi hii au kisa hiki ni pale mtume aliposema, takunu ummati yadhkuruni min ba'di. Jibril nifundishe dua, kupitia dua hiyo umati wangu watakuwa wananikumbuka mimi baada ya kuondoka hapa duniani. Na kweli wallahi, ukisoma dua hii au ukisomewa dua hii na wewe ukashiriki bidhati alqalbi wal ikhlasi niyya, kwa dhati ya moyo na kwa utakaso wa nia, dua hii ina majibu ya haraka sana, na kwa majibu utakayoyapata wewe itakuwa ni sababu ya kumkumbuka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiyo maana Mtume akasema, ya Jibrilu anta akhi wa habibi wa habiba ummati, ewe Jibrili, wewe ni ndugu yangu na ni kipenzi changu na ni kipenzi cha umati wangu. Alimni duaa, na kuomba unifundishe dua. Takunu ummati yadhkuruni min ba'di, dua ambayo umati wangu watakuwa wakinikumbuka baada ya mimi kuondoka. Sasa ukitaka kujua kwamba dua hii ni kubwa na utamkumbuka mtume kupitia dua hii,
jitahidi ushiriki vizuri katika dua hii. Sasa Mtume alipofundishwa hii dua, baada ya kuona uzito wa dua hii, Mtume akamuuliza Jibril an thawabi hadhihi dua, kuhusu thawabu za dua hii. Mtume anataka ajue thawabu za mwenye kuisoma hii dua hii au mwenye kusomewa dua hii na yeye akaitikia amin. Mtume anataka kujua thawabu za dua hii. Jibril akamwambia, ya Muhammadun laqad sa'altani an shay'in, ewe Muhammad, kwa hakika umeniuliza kunako jambo, la aqdiru ala wasfihi, ambalo mimi siwezi kulitolea wasifu. Umeniuliza jambo kubwa sana, jambo uliloniuliza siwezi kulitolea wasifu. Wala ya'lamu qadrahu illa Allah, na hakuna anayejua kiwango chake isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Muhammadun, e Muhammad, law sarat ashjaru dunya aqlaman, lau igeuzwe hii miti yote ya duniani kuwa ndio kalamu inayokwenda kuandika thawabu za dua hii, wal biharu midadan, na mabahari yote haya yageuzwe yawe ndio wino unaokwenda kuandikia thawabu za dua hii, wal khalaiqu kutaba, na viumbe wote wake kwa waume wageuzwe kuwa ndio waandishi wanaokwenda kuandika thawabu za dua hii, lam yaqdiru ala thawabi qari hadha dua, hawawezi kuandika wingi wa thawabu za mwenye kuisoma dua hii au mwenye kusomewa dua hii na yeye akawa anaitikia amin. Yani miti ya duniani kote, mabahari yote na viumbe wote, kama ni miti igeuzwe kuwa kalamu, na kama ni mabahari yageuzwe kuwa ndio wino wa kuandikia, na viumbe ndio waandishi kuandika thawabu za dua hii kwa mwenye kuisoma au kusomewa na yeye akaitikia amin, basi hawawezi kuandika kwa wingi wa thawabu ya dua hii. Hii ndiyo dua ambayo tunakwenda kuifanya tarehe 22 ya mwezi huu wa Februari. Itakuwa ni kama Ramadhani ya 3 ya 4. Namna dua ilivyo nzito, inakwenda kufanyika ndani ya mwezi mzito, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia futihati abwabu samai, milango ya mbingu yote hufunguliwa. Wewe omba chochote utapewa, fanya lolote litapokelewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghulliqat abwabu nirani, na ni mwezi ambao inafungwa milango ya moto. Wa sulsilati shayatini, na mashetani wote wanatiwa minyororo. Ndio mwezi ambao tunakwenda kufanya dua kubwa hii, dua Jibril. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka kujua dua hii inasaidia nini, na hapa ndio ninataka muwe makini. Dua hii inasaidia nini? Tunaambiwa la yuqra'u ala abdin wa arada itqahu illa a'taqahu Allah, hawezi kusomewa mtu yoyote ambaye katiwa jela, na yule mwenye kusoma akaisoma kwa nia, huyu mahabusu waachiliwe, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamfanya kuwa huru, hata kama ana kesi gani. Wala yuqra'u ala maghamumi, na wala dua hii haisomwi kwa mtu mwenye dhiki, kwa mtu mwenye shida, kwa mtu aliyefikwa na jambo la huzuni, illa faraja Allahu hammahu wa ghammahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfariji mtu huyo dhiki yake na shida yake.
na kila mmoja humu ana dhiki yake, ana shida yake, kila mtu ana tatizo lake humu. Wala taliba haja, na wala hatosomewa mtu mwenye shida, mwenye kutafuta haja ya jambo fulani, illa qadhaha Allahu hajatahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamkidhia haja zake. Una jambo lolote limekutatiza gumu, na uwezekano wa kulitatua haupo, umeshindwa, basi likusudie jambo hilo siku ya dua hii, dua ya Jibril. Wala yuqra'u ala ja'i'i au atishani, wala hasomewi mtu mwenye njaa, mtu mwenye kiu. Hii inamaanisha mtu mwenye dhiki ya maisha. Illa at'amahu Allahu wa saqahu wa qadha hawaijahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamlisha mtu huyo na atamnywesha na atakidhi haja zake. Kwa hiyo dua hii inamsaidia mtu mwenye umaskini, mtu mwenye ufakiri, mtu ambaye mambo yake hayamwendei, yamekwenda kombo, inamsaidia. Wala ala maridhin, wala dua hii haisomi kwa mgonjwa, illa shafahu Allahu, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamponya huo ugonjwa wake. Wala mashurun, wala hasomewi aliyerogwa, illa abtala Allahu sihra, isipokuwa Mwenyezi Mungu ataubatilisha huo uchawi. Wala maaqude, wala dua hii haisomi kwa yule aliyefungwa, illa hallahu Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamfungua hayo mafundo ya kichawi. Waman khafa min adui, na yoyote atakayeogopa kunako adui, anamhofia adui wa aina yoyote, fayuqra'u bihadha dua, kisha akasomewa dua hii, sayaj'aluhu Allahu fi hirzin hariz, Mwenyezi Mungu atamfanya mtu huyo kuwa katika kinga madhubuti. Yani ukisomewa dua hii kwa kumhofia adui, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakufanya wewe kuwa katika kinga madhubuti. Wala yaqdiru alayhi a'da'uhu, wala maadui zake hawatamweza kwa chochote. Wala yuqra'u 'ala al-madyun, wala haisomi dua hii kwa mtu anayedaiwa, illa qadha Allahu daina, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamlipia lile deni analodaiwa. Pana mambo mengi sana ambayo yanapatikana kupitia dua hii, ambayo dua hii ndiyo dua Jibril. Imeitwa ni dua ya Jibril kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundishwa na Jibril. Kwa hiyo hata kwa wale wenye maradhi wakishiriki vizuri kupitia dua hii na wakafuata utaratibu nitakaouelekeza hapa, Mwenyezi Mungu atawaponya maradhi yao. Na hata wale ambao wamelimitiwa na uchumi, wamebanwa na uchumi, maisha hayaendi, kula yao haijulikani, wakishiriki vizuri katika dua hii, na hasa kwa kuwa inafanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kuwarekebishia uchumi wao. Tusemeni inshallah. Tusemeni tena inshallah. Lakini wewe mfanya biashara, biashara imeharibika, umekuwa ni mtu wa kudrop siku hadi siku, unashuka wewe kibiashara, madeni yamekuzunguka utitiri, ukishiriki vizuri katika dua Jibril inayofanyika ndani ya Ramadhani 3 au 4, kwa uzito wa dua hii na kwa baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala kwenda kutengeza biashara yako. Tusemeni inshallah. Tusemeni tena inshallah. Lakini hata wale walioharibikiwa mahusiano, hata wale walioharibikiwa kazi, hata wale ambao mambo yao hayawaendei ya kiahadi, ukishiriki vizuri katika dua Jibril ambao tunakwenda kuifanya tarehe 22, mimi naamini Allah hatakuwa na choyo na wewe. Kwa uzito wa dua hii unakwenda kuhil mashakili yote yanayokukabili katika maisha yako. Sasa dua hii tulisema tutatoa yale mafuta ya welcome Ramadhan. Haya mafuta yatatolewa bure, mafuta ya welcome Ramadhan. Na kuanzia siku hiyo hiyo ya 3 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani,
tutaelekezana ule wakati wa iftar ndio utakuwa unayatumia. Utayabudget hayo mafuta yatumike mpaka mwisho wa Ramadhani, na yatakuwa yanatumika wakati wa adhana ya maghrib, hali ya kuwa ndio wakati wa watu kuftari. Mafuta yale yatakuwa yanatumika wakati adhan, wakati ule adhana inatoka. Waliofunga sasa wanafungua kinywa. Ni wakati muhimu sana kuyatumia mafuta hayo wakati huo. Kwa nini? Kwa sababu ndio wakati ambao zile pazia 70,000 alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala wakati anazungumza na Nabiullahi Musa, ndio zinaondolewa zile pazia 70. Pazia 70,000. Kwa hiyo pale mja anakuwa karibu mno na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa lolote akilifanya, atakalolifanya huku akimuomba Allah linakubalika. Ndio maana Ramadhani ya 3 au ya 4 tunakupatia mafuta ya welcome Ramadhani. Kila wakati ule watu wanafungua, wewe yatumie. Ni kisa maarufu na ni hadithi mashuhuri inafahamika. Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam aliwahi kunong'ona na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akamwambia, ya Rabbi, ya Ilahi, hal akramta ahadan mithla ma akramtani haithu asma'tani kalamak. Ewe Mola wangu, hivi umewahi kumkirimu kiumbe yoyote kama ulivyonikirimu mimi uliponisikilizisha maneno yako? Swali hili Musa anamuuliza Allah, umenikirimu sana mimi nabii wako kwa sababu wewe umesema na mimi. Na kila mmoja anafahamu kwamba Musa alizungumza na Allah. Sasa kile kitendo cha Musa kuzungumza na Allah, akaona amekirimiwa sana, ndio anamuuliza Allah, ya Ilahi, e Mola wangu, hal akramta ahadan mithla ma akramtani haithu asma'tani kalamak. Ewe Mola wangu, hivi umewahi kumkirimu yoyote kama ulivyonikirimu mimi uliponisikilizisha maneno yako? Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu Musa akamwambia, ya Musa, inna li ibad. Ewe Musa, hakika mimi ninao waja, nina watu mimi. Saukrimuhum bishahri Ramadhan. Tena anasema wale watu nitawaleta katika akhir zaman. Saukrimuhum bishahri Ramadhan, nitawakirimu kwa kuwapa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fa inni kallamtuka baini wa bainaka 70,000 hijab. Wakati mimi nakusemesha wewe, katikati yangu mimi na wewe hapa katikati kulikuwa kuna pazia 70,000. Fa idha samati ummatu Muhammad shahrahum, lakini ummati Muhammad watakapofunga mwezi wao wa Ramadhani siku 30, fa abyadhat shafahuhum, midomo yao ikawa mieupe kwa njaa, wa asfarat alwanuhum, na rangi zao zikawa za njano kwa sababu ya njaa. Anzi'u tilka alhujbi waqti aliftar, zile pazia 70,000 nilizoziweka wakati mimi na wewe na kusemesha, mimi naziondoa zile pazia 70,000 wakati wa kuftari. Kwa hiyo ule wakati wa kuftari zile pazia 70,000 zilizokuwepo baina ya Musa na Allah huwa zinaondolewa. Kwa hiyo ukifanya jambo lolote kwa kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala linakubalika wakati huo. Na ndio maana tunasema mafuta haya ya welcome Ramadhani yatatolewa bure siku ya tarehe 22. Tutayatoa bure na tutatoa maelekezo namna utakavyokuwa unayatumia mara tu utakapokuwa unafika ule wakati wa kuftari. Lakini mafuta haya yanatolewa kwa vigezo vipi? Tulisema siku hiyo zitaandaliwa stika. Kila anayefika anapewa ile stika. Itakapotimia idadi ya watu 400, dirisha la utoaji wa stika litafungwa. Kwa hiyo inategemea na yule atakayewahi siku hiyo atapata mafuta ya welcome Ramadhani.
lakini mafuta haya yataambatana na kombe, na hili kombe linatokana na aya ambazo ni munasaba kwa ajili ya kubatilisha uchawi, munasaba kufukuza mashaitani, munasaba kutia nuru mwili, kurejesha mvuto, munasaba kufungua mafundo ya kichawi, kombe hili. Lakini pia kwenye kombe hili kumeandikwa ile dua Jibril kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Litakuwa limechanganywa na miski nyeupe na maji wardi. Watu watapatiwa bure siku hiyo kombe linalotokana na dua Jibril, na ndani yake kutakuwa na ayatul Qur'aniyya. Kwa hiyo ni siku muhimu sana hiyo kwa kila mtu kufika. Tena inafanyika ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, na mwezi mtukufu wa Ramadhani una uzito wake. Lakini kombe hili limechanganywa na maji ya mvua, yani maji yanayotumika kuchanganya na kombe hili ni maji ya mvua. Na haya maji ya mvua tumeyakinga. Wakati tunayakinga, tuliyakinga kwa dua maalum. Kwa nini yamekingwa kwa dua maalum? Kwa sababu waktu nuzulil matar waktul ijaba, wakati wa mvua inaposhuka ndio wakati wa kujibiwa dua. Sasa hili kombe sio kombe la kawaida, ni kombe ambalo limechanganywa na maji ya mvua. Na maji ya mvua lahu daurun kabir, yana mzunguko mkubwa sana fi ghasli jismi al-insan, katika suala la kuosha mwili wa mwanadamu, wa khasatan inda isabatihi bihalati min sihri, na hasa mwanadamu anapokuwa amesibiwa na hali ya uchawi. Kitaka kuondoa uchawi, tumia maji ya mvua. Umesibiwa na masi ya shaitani, umesibiwa na hasadi, umesibiwa na kijicho, tumia maji ya mvua, yana siri kubwa sana kuondosha mashakili haya. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza ash-shaytan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuteremshieni kutoka mbinguni maji ili yakusafisheni maji hayo na yaweze kuondosha uchafu wa shetani. Kwa hiyo uchawi ni uchafu wa shetani, sumu za mashaitani wa kijini ni uchafu. Kwa maji ya mvua yanaweza kutumika kwa ajili ya kuondosha uchafu huo. Kwa hiyo kombe litatolewa siku hiyo bure kabisa, hakutokuwa na gharama yoyote utakayotozwa. Ni wewe tu kuwahi stika. Ukiwahi stika yako utapata mafuta ya Welcome Ramadhani bure, lakini pia utapewa lile kombe linalotokana na maji ya mvua bure kabisa. Muhimu ni kuwahi tu. Wewe uliyepewa stika utapewa mafuta ya Welcome Ramadhani bure, na utapewa na lile kombe bure. Sasa wewe utakayechelewa, kubaliana na kununua siku hiyo, kwa sababu mchelewaji lazima atanunua. Ndugu zangu, faida ya mafuta haya kwa wale ambao wana maradhi khabithi. Maradhi khabithi ni yale yanayotokana na uchawi. Maradhi khabithi ni yale yanayotokana na miguso ya kishetani, ni yale yanayotokana na hasadi pamoja na vijicho. Mafuta yale yatatumika kuondosha. Unayatumia wakati ule watu wanafuturu. Iwe ni maradhi yamekusumbua kwa muda mrefu, umezunguka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, umesacrifice pesa zako na muda wako, tatizo liko pale pale. Hebu mkusudie Mwenyezi Mungu kupitia mafuta haya ya Welcome Ramadhan na kupitia kombe hili la Welcome Ramadhan. Mkusudia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kile kipindi ambacho wafungaji wanafuturu. Ni kipindi kizuri sana. Tutapeana maelekezo utakuwa unafanya nini kila wakati ule wa kuftari mpaka Ramadhani inamalizika. Lakini wewe ambaye umefanya juhudi kubwa kurekebisha uchumi wako, unaitafuta pesa kwa juhudi kubwa, lakini kile unachokiweka mkononi hakilingani na ukubwa wa juhudi ulioifanya.
kila unachokifanya kinakuwa ni sawasawa na haba'an manthura, ni sawasawa na vumbi lililopeperushwa na upepo. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kupitia dua Jibril na kupitia mafuta ya welcome Ramadan na kombe la welcome Ramadan, tunakwenda kurekebisha mambo hayo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni inshallah. Lakini hata kwa wenye kuvurugikiwa biashara tutapeana maelekezo, kwa wale ambao wana matatizo ya kimahusiano tutapeana maelekezo. Tuitumie Ramadhani hii vizuri kabisa, kwa sababu ndio msimu wetu sisi wa kujibiwa maombi. Ndio msimu, kama una shida yako ukimkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anakukidhia hiyo shida yako. Na tulitangaza kwamba Ramadhani itakapoingia tu, hizi dua za jioni zitakuwa zinafanyika asubuhi. Mathalan, Ijumaa kama ya leo tutafanya asubuhi, Jumamosi tutafanya asubuhi, Jumapili tutafanya asubuhi. Kwa nini tunafanya asubuhi? Ili watu wakajiandae na iftari mapema. Kwa hiyo dua zinasomwa asubuhi mpaka saa 6 zinamalizika, watu wanakwenda kuandaa iftari. Hivi ndivyo tunavyofanya kila mwezi wa Ramadhani unapokuwa umeingia. Lakini pia kwenye 10 la mwisho ambalo ndio itqu minan nari, watu wanaachwa huru kutokana na moto, huwa tuna dua kubwa. Tunamuomba Allah atuache huru kutokana na moto, lakini atuache huru na vifungo vya kichawi, atuache huru na vifungo vya mashaitani, atuache huru na vifungo vinavyosababishwa na hasadi pamoja na vijicho. Kwa ndani ya mwezi wa Ramadhani tutakuwa tuna dua 2 kubwa. Dua ya kwanza ni hii tunayoifanya tarehe 22 Februari hii, itakuwa Ramadhani ya 3 au ya 4. Dua ya pili tunakwenda kufanya kwenye 10 la mwisho. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala azidi kutuengaenga juu ya haya tunayoyaendea, na atupe umri ili tuweze kuyadiriki mazuri yote hayo. Innahu sami'u du'a. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.